na mwili wake upatikane. Haman Kamariki, KTN. Tuangazie makala haya. Ndoto za watoto wengi hapa jijini zimebadilishwa kuwa ajira. Katika jiji linalosifiwa kwa nguvu na tamaa, hadithi ya utumwa wa watoto huibuka baada ya giza. Watoto kati ya miaka 5 na 17 wamelazimika kupenyeza kwenye magari wakiuza peremende kwenye mvua, baridi na usiku wa kiza. Takwimu za serikali zinaonyesha zaidi ya watoto milioni 1.3 nchini wamekwama katika ajira, lakini nyuma ya nambari hizo kuna ushahidi kwamba kuna mtu mwingine anayesubiri katika kivuli akivuta kamba hiyo. Katika ripoti hii maalum, mwanahabari wetu Vera Mora anafafanua mtandao wa siri, utoto ulioibwa na maamuzi magumu yanayoathiri maisha ya wafanyakazi wadogo wa Nairobi. Jina langu ni Vera Mora. Nilipoteza wazazi nikiwa na umri wa miaka 6 tu, na moja ya hofu yangu kubwa ilikuwa kuishi mitaani kama watoto wengi nchini. Lakini nilibahatika kuwa nyanya yangu na shangazi walijitokeza kuhakikisha mimi na ndugu zangu hatukuwa sehemu ya takwimu za maisha ya mitaani. Na ndio sababu niko hapa kusimulia hadithi ambayo huenda ningeishi. Hadithi ya watoto wafanyikazi wa Nairobi. Nchini Kenya, watoto milioni 1.3 wanahusika katika ajira ya watoto badala ya kwenda shule kulingana na takwimu za serikali. Katika kaunti kama Samburu na Turkana, hali ni mbaya zaidi. Wavulana wanachunga mifugo badala ya kuwa darasani. Lakini leo niko katikati ya jiji kuu la Kenya, Nairobi, ambapo tunakutana ana kwa ana na uhalisia unaotia huzuni. Mji unapong'aa, kivuli chake ni maisha ya wafanyikazi wa siri, watoto. Picha ya Nairobi wakati wa jioni ni watoto wakipenya kwenye magari kuuza peremende. Akina mama wameketi karibu wakifuatilia watoto na kudhibiti mapato. Usiku unapoingia, jiji linaeleza hadithi ambayo wengi huchagua kutoiona: wafanyikazi wa siri. Katika mwanga wa taa za magari na honi za matatu, sauti ndogo huinuka, za watoto. Wengine wana miaka 5 tu, ila ni wauza pipi. Dunia yao imebaki kubeba masanduku yaliyochakaa, ingawa ni madogo kubeba, ni mazito na majukumu. Kwa siku kadhaa nimekuwa nikifuatilia wafanyabiashara hawa wadogo. Ziara hizi zimefichua ongezeko la kutishia la watoto wanaofanya kazi ngumu. Nitajaribu kuzungumza nao ninaponunua bidhaa kutoka kwao ili kuwajua zaidi na kuelewa jinsi wanavyojikuta katika mitaa hii mikali. Unaitwa? Kwa shule? Kwa peke yako? Kwa brother kwa wapi? Anauza nini? Ana brush viatu. Ana brush viatu? Oh. Kwa peke yako tu hivyo? Uogopi kubebwa? Uogopi kubebwa? Naogopa. Naogopa. Unauzianga tu hapa kila siku? Umesema unaitwa? Unasoma? Sawa, asante. Mita chache kutoka pale aliposimama nilimuona rafiki mwingine mdogo. Sasa mikono yake midogo haikuweza hata kubeba pesa. Alipoinama kuziokota zile pesa, nilimpa noti ya shilingi 50. Nilitaka kujua kama ataweza kunipa salio halisi. Licha ya umri wake mdogo, ni mzoefu wa mitaani. Alinipa salio halisi. Nilichukua fursa hiyo kuzungumza naye kidogo tu. Mami yako wapi? Ako huko juu. Ako huko juu. Anafanya nini huko? Ananieleza mama yake hayuko mbali. Amekaa chini. Sasa na utampelekea pesa? Nilipojaribu kumshawisha nipeleke kwa mama yake, alikuwa na hofu na hivyo akanidanganya kuwa ameondoka. Nikupeleke umpeleke? Twende nikusindikize. Kwa nini? Tukimkosa mimi narudi. Na hapo
Nikaelewa kuwa alikuwa amepewa maagizo ya kutotoa maelezo kuhusu aliko mama yake. Wakati huu wote nilihisi naanza kuvutia macho, kwani mama zao wako karibu na huenda wakawa na shaka kuhusu mazungumzo yetu na binti zao na kunivuruga. Kwa hivyo nikahamia barabara nyingine, Kimathi Street. Hapa nikapatana na mama huyu na watoto watatu. Nilipokaribia, nikamwona msichana mdogo akitembea mbele yetu. Alikuwa na bidhaa zile zile. Nikamkaribia kununua zile peremende, lakini kabla sijatoa pesa, nikamuuliza maswali. Anasema mama yake amemwagiza auze pipi ili apate pesa za karo. 210. Hizo ni pesa mingi. Hizo zinauzwa. Nani alikwambia uuze hivyo? Mam, ndiye alikwambia uuze hivyo? Nilihitaji kudhibitisha kuwa mwanamke aliyekuwa karibu nasi ni mama yake. Hivyo nikampa noti ya shilingi 200. Mara tu akamgeukia mama yake. Si nimekupea 10, nipe ingine ya 50. Nihesabie. Na nihesabia change. Ni 150. Haya, 150. Alafu nipe hiyo. Vituo vya mabasi jijini Nairobi ni maeneo hatari ya ajira ya watoto. Hapa watoto wadogo humezwa na umati usioisha, wakipenya bila kuchoka katikati ya abiria. Baadhi ya watoto huishi maisha mawili kwa wakati mmoja. Ni wauzaji wa peremende hizi na walezi kwa ndugu zao wadogo. Mama kwa wapi? Sasa mbona unauza na mtoto? Mbona unauza na mtoto? Ni wako? Ni wa nani? Kwa? Wa sister yako? Mama zao huangalia kwa makini, si kuwalinda dhidi ya hatari za mitaani, bali kulinda mapato yao. Hii ndio hali halisi ya familia nyingi nchini Kenya. Mvua inaponyesha jijini Nairobi, hali huwa mbaya zaidi. Ni katika vituo vya mabasi ambapo watoto hujikunja kutafuta joto, wengine wakiwa wamechoka baada ya siku ndefu ya kazi. Na bado nyakati za utoto hujitokeza tu. Kama huyu alijitengea muda kucheza na bidhaa zake, akicheza kana kwamba barabara hizi ni uwanja wa michezo na si uwanja wa vita. Jambo moja la kushangaza lililojitokeza katika uchunguzi wetu ni uwepo wa nambari za simu zilizoandikwa kwenye masanduku. Kila sanduku la pipi lilikuwa na zaidi ya pipi. Nambari za simu za M-Pesa zilizoandikwa kwa wino mzito, zikitundikwa kwa uangalifu, daima zikiwa wazi. Maelezo haya pekee yanaonesha tabaka la ndani la mpangilio. Nyuma ya pazia ni uchumi wa kivuli ulioandaliwa kwa makusudi na unaodhibitishwa na watu wazima waliowatuma watoto hawa barabarani kama askari wao. Alice, sasa? Alice? Sasa? Poa. Unaendelea vizuri? Naendelea poa. Nilikuwa nataka kuelewa kwa nini mnauza biscuit kwa barabara? Mimi niko na shida mingi. Mimi ndio watoto. Mimi ndio rent. Mimi ndio nasomesha watoto. Mimi ndio mama. Na mnaishi wapi? Naishi Kosovo, Mathare. Mathare. Na mtoto ako shule ama aliacha? Ako shule anasoma. Anasoma wapi? Anasoma Ruth. Ako miaka ngapi? Ako na 9 years. 9 years? Lakini Alice, uoni kama ni vibaya kutuma mtoto auze barabarani? Vibaya, lakini ni kukosa otherwise. So huwa anaingia kwa barabara saa ngapi kuuza? Naingia masaa ya jioni. Jioni kama saa ngapi hivi? 5. Anakuwa ameshatoka shule.
Alafu mnatoka town saa ngapi? Natoka saa 3. Saa 3 usiku. Okay, sawa. Nitakupigia tena. Leo mtaingia? Leo naingia. Mnakwanga huko kila siku? Beth, sasa? Poa. Kwa nini unapea mtoto biskuit anauza kwa barabara? Shida ni gani? Kupenda ni venye hali iko. Na anaenda shule? Ako shule, mimi niko na ako shule. Sasa anaendanga shule saa ngapi? Anaendanga shule saa 1. Alafu mnaingia town? Kuanzia saa ngapi hivi? Nakujanga saa 11. Mnaishi wapi? Mathare. Hello. Sasa Margaret. Sana. Kwa salama? So nilikuwa nataka kujua shida ni gani ndio mnauza hivyo kwa barabara, nionekana naweza wasaidia. Ni brother yangu. Sasa anaingianga town saa ngapi kuuza? Ina depend tu. Kuna siku zenye pia aendangi kila siku. Maybe weekdays. So anaenda shule alafu anakuja town? Weekdays. Weekend. Weekend anakuja kuuza. Mko peke yenu kwenu? Tuko na tu mom. Tunakuanga tuko 6 na tuko na mom pekee. Mko na your mom peke yake? Na mama anakubali akuje kuuza? Ama hajui? Wanaendanga na yeye. Yeye akiuza like na yeye ameka kwa kila Sunday. Kwa mjibu wa takwimu za hivi karibuni, zaidi ya 13% ya watoto wa Kenya wenye umri kati ya miaka 5 hadi 17 wanajihusisha na ajira ya watoto. Miji kama Nairobi inaathirika zaidi, familia zikiishi kwa shida na watoto wakifanya kazi kwa saa nyingi katika vituo vya mabasi na maeneo ya umma ili kusaidia kupata kipato cha nyumbani. Takwimu mpya za kimataifa zinaonyesha kuwa watoto milioni 138 duniani kote wamekwama katika ajira ya watoto badala ya kuwa shuleni, huku wavulana wakiwa wengi zaidi kuliko wasichana katika makundi yote ya umri. Wakati watoto wanabeba mzigo wa maisha, ndoto zao hubaki kuwa rahisi: kucheza, kujifunza na kuwa huru. Mji huu wa Nairobi huenda umesimulia hadithi moja tu, lakini mustakabali wa watoto huwa unastahili kuandikwa kwa sura angavu zaidi. Kwa pamoja tuna uwezo wa kubadilisha mwelekeo wa hadithi hii na kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata nafasi ya kuishi, kukua na kustawi. Vera Moraa, utumwa wa watoto, KTN. Bila shaka ni huzuni kubwa utumwa huo wa watoto unaoendelea katikati ya jiji.